hii barabara ni multinational, inatuunganisha sisi na Kenya. Kwa hiyo kule juu pale ni Mombasa. Juu kule zaidi ni Malindi ambako inaanzia barabara hii ya multinational. Kwa hiyo kwa upande wa Kenya nakuja mpaka tunakutana hapa mpakani Lungalunga na Horohoro. Kwa hapo kutoka Horohoro kuja Tanga mjini tayari ujenzi wake ulishakamilika kupitia miradi ile ya MCC iliyofadhiliwa na Marekani. Kilomita 65, kwa hiyo zipo. Kwa hiyo hii lot 1 tunayozungumzia sasa kwa mradi huu ni kuanzia Tanga kuja Pangani hapa tulipo, ambayo ni kilomita 50. Imefika 75. Lot ya pili inaanza Pangani inakwenda mpaka eneo la Tungamaa. Pamoja na inajumlisha na daraja hili. Alafu lot ya 3 inaanzia sasa pale Tungamaa inapita Mkwaja kwa Msisi mpaka Mkange, ambayo nayo inaendelea. Imefika 60%. Kutoka pale Mheshimiwa Waziri Mkuu ndio sasa tunazungumzia hizi kilomita 73 zinazobaki ambazo mipango inaendelea kwa ajili ya kukamilisha ufadhili ili iweze kuanza ili tuweze kuunga. Lakini kwa maelezo ya ziada tu Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukifika pale kwa Msisi tunayo barabara nyingine ambayo inafadhiliwa na haionekani kwenye picha. Inafadhiliwa na Benki ya Dunia. Inaitwa kwa Msisi Mkata kilomita 38. Hii imepata financing na tutatangaza muda wote. Kwa hiyo tutakapokuwa tunasubiri kipande hichi kikamilike, tutaweza kuexit pale Mkata kutokea kwa Msisi. Kwa hiyo nitaka uone hiyo ramani kidogo jinsi ambavyo hiyo barabara inatuunganisha katika ukanda wa East Africa, kilomita takriban 454 kutoka kule Malindi mpaka Makurunge Bagamoyo. Hizi hapa ni picha za kazi ikiendelea. Picha ya pale juu Mheshimiwa Waziri Mkuu ndio hatua ambayo tupo. Ile ya pale ndio tuko kuweka hii deki. Baada ya hii deki ambayo ni hapo, maanake tutapitisha barabara juu yake. Na hiyo ndio ambayo naibu waziri wa ujenzi amesema kwamba tunatarajia kufika Oktoba tutakuwa tumeshalivusha daraja. Hii hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu inaonyesha hili daraja la muda ile ambalo linatumika kama platform kwa ajili ya mashine kusimamia ili tuweze kujenga. Na hii hapa ilikuwa ni nguzo ya mwisho kabisa Mheshimiwa Waziri Mkuu kujengwa. Ipo tayari. Kwa tumeshamaliza nguzo zote na kinachoendelea sasa ni kuweka deki kama inavyoonekana. Na kimsingi Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikikupeleka kwenye ile picha daraja linavyoonekana likiwa limekamilika, maana yake ni kwamba tumeshamaliza spani ya kwanza, tumemaliza spani ya pili, tuko spani ya 3 hapo. Kati ya spani 9. Kwa hiyo kazi inaendelea na mwanzo ulikuwa mgumu kidogo, lakini sasa hivi tunaendelea kwa kasi nzuri kwa sababu mafundi wameshazoea, kila timu zimeshajipanga sawa sawa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kwamba itakapokamilika itakuwa inafanana hivyo. Na hapa katikati tunatarajia kwamba vyombo vya majini vinaweza vikapita chini yake, maana spani za katikati ni mita 60. Lakini kuna clearance ya zaidi ya mita 20 clearance. Hata ile ya Kigongo Busisi ilikuwa ni 17, ni mita 20 pale katikati. Kwa vyombo vya majini vinaweza vikaenda upstream vinafanya safari hapa. Na labda ziada tu Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakuwa na taa kwenye daraja lote, lakini kwenye approach road ambazo approach road ni kama kilomita 14.3 kwa maana ya upande wa daraja na upande mwingine wa daraja. Lakini pia tunayo barabara tunaita Ushongo Spa ya kuunganisha vituo vya biashara, hoteli, maeneo maarufu. Alafu pia tunayo barabara ya kuunganisha mji wa Pangani. Iko moja ya kilomita 3.5 pale, lakini iko nyingine Mheshimiwa Waziri Mkuu inapita chini ya daraja pale, kutakuwa na underpass kwenda kijiji cha jirani, alafu itakwenda mpaka mwisho wa mji pale. Kwa hiyo tunataa jumla ya taa 400 kwenye mradi wetu. Kwa hiyo maeneo yote muhimu ya kibiashara yatakuwa yanawaka taa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nadhani kwa kifupi sana naomba kuwasilisha. Karibu sana. Asante. Baada ya maelezo ya kitaalamu, nitaomba viongozi wengine tuanze kusogea jukwaa kuu ili tuweze kumlaki Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania punde atakapokuwa amekamilisha kuangalia upande wa pembeni wa ujenzi wa daraja la Mto Pangani. Kwa hiyo niwaombe viongozi tusogee jukwaa kuu ikiwa ni ishara ya mapokezi ya